Tumepata swali kutoka kwa mdau wetu mmoja anaitwa Anatoli, anatokea katika mkoa wa Mwanza. Anatoli kutokea Mwanza ana masikitiko makubwa juu ya kadhia ama shida inayoikuta familia yake. Anasema ana mkewe na wana umri mrefu katika ndoa yao, lakini hivi karibuni mke wake ameanza kuugua matatizo kadha wa kadha, anapata bleed ya muda mrefu isiyokoma, na walipokwenda katika vipimo kwa wataalamu mbalimbali imegundulika kwamba ana tatizo la saratani ya kizazi. Sasa Anatoli anahuzunika sana na anasikitika sana kwamba vipi tatizo hili linaweza kupata tiba, kwa sababu katika hospitali mbalimbali wamemweleza kwamba hiyo shida haina tiba. Sasa anatuuliza sisi, nyinyi Kimimbi Herbal Clinic mnanisaidiaje tatizo hili? Asante kwa swali lako ndugu Anatoli, lakini pole sana kwa hiyo shida ambayo inaikuta familia yako. Tunajua kwa sasa mkeo anapitia kwenye hatua gani, lakini na wewe mwenye mke pia unapitia kwenye hatua gani. Matatizo ya saratani, haswa saratani ya kizazi, kwa sasa yamekuwa ni matatizo makubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu saratani ya kizazi wakati mwingine inaanza kama uvimbe mdogo wa kawaida, na mwanamke ama familia inapolipuuza tatizo hili linaendelea kukua na baadaye inakuwa ni saratani, lakini chanzo chake kinakuwa ni uvimbe mdogo na ni uvimbe wa kawaida, na baadaye hatimaye inakuja kuwa hivyo. Tutoe rai yoyote yule ambaye amepata nafasi ya kutusikiliza, ikiwa ni mwanamke na umefanya vipimo umeonekana una shida ya fibroids ama myoma, chunga sana tatizo hilo lisije likageuka baadaye na kuja kuwa matatizo, ijapokuwa tatizo hilo linatibika. Ikiwa mwanamke yoyote ana shida ya tatizo la saratani katika kizazi, mlango wa kizazi, shingo ya kizazi au katika mfumo wa uzazi, fanya hivi: utakuwa unakunywa juisi ya karoti. Yani chukua karoti, chukua na kitunguu maji. Kitunguu maji ni hivi vitunguu vinavyopikiwa chakula. Chukua karoti na kitunguu maji, weka kwenye kinu kidogo, sio blender, tumia kinu, twanga kwa pamoja. Anza kutwanga karoti, zikishaanza kulainika tia vitunguu. Kwa mfano karoti zile kubwa ukiweka 3, unaweka vitunguu 2 vikubwa nao vile vile. Kwa hiyo hivyo hivyo, karoti ikizidi kimoja, kitunguu inapungua kimoja. Zikiwa karoti 5 kubwa, weka vitunguu 4 vikubwa, na weka kutokana na idadi ya ukubwa, weka kutokana na ukubwa wa kinu chako. Twanga kwa pamoja upate lile ule mchanganyiko kama vile wa tope tope baina ya karoti na kitunguu. Kisha mchanganyiko huo ukifika robo kilo, yani ule mchanganyiko wa karoti na kitunguu ukifika robo kilo, chemsha katika maji lita 2 na robo. Chemsha vizuri mpaka uhakikishe imeiva. Kisha utaipua, utaacha ipoe. Mgonjwa wa saratani ya kizazi atakuwa anakunywa kutwa mara 2, kikombe asubuhi, kikombe jioni, kikombe asubuhi, kikombe jioni. Ikiisha anatwanga tena, anachemsha, kikombe asubuhi, kikombe jioni. Atafanya hivyo kwa muda wa siku 90. Siku 90 hilo tatizo la saratani litakuwa limekwisha. Siku 90 mfululizo, kikombe asubuhi, kikombe jioni. Wakati anakunywa anaipasha moto kidogo, inakuwa ina uvuguvugu, alafu ndio anakunywa. Asubuhi kikombe kimoja, jioni kikombe kimoja, mchanganyiko wa karoti pamoja na kitunguu maji. Ni tiba kwa tatizo la saratani ya shingo ya kizazi pamoja na saratani ya mlango wa kizazi. Pole sana kwa tatizo ambalo linaikuta familia yako, na hiyo ndio tiba ya tatizo la saratani. Kama una swali lingine lolote unataka kutuuliza, tuandikie hapo chini kwenye comment swali lako. Andika jina lako, sehemu unayotoka na swali lako, sisi tutakujibu. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala na kuwarudisha watu kwenye asili kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.